Karibu sana kwenye channel yako pendwa, Official Khudhey Pi Updates. Leo tumekuandalia tangazo kubwa na muhimu kutoka Pi Core Team kuhusu washindi wa Pi Hackathon 2025, pamoja na miradi iliyotajwa kwa heshima na matumizi mapya ya Pi katika ecosystem. Huu ni mwendelezo wa juhudi za Pi kujenga mazingira halisi ya matumizi katika michezo, huduma za kijamii, kazi na matumizi ya kila siku. Kwa hiyo Pioneer, kaa karibu kwani video hii itakupa kila undani unaohitaji. Lakini kabla ya kuendelea, usisahau kusubscribe hapa Official Khudhey Pi Updates. Like video, share na pioneers wengine na wacha maoni yako ili tuzidi kukua pamoja kama jamii ya Pi. Sasa, tuingie moja kwa moja kwenye announcement ya Core Team. Washindi wa Pi Hackathon 2025 watangazwa rasmi. Pi imetangaza rasmi washindi wa Pi Hackathon 2025. Hackathon hii ya kwanza katika zama ya Open Network iliwaalika watengenezaji kujenga na kuchapisha Pi apps zinazoongeza matumizi halisi ya Pi na kuipanua thamani yake katika ulimwengu wa matumizi ya kila siku, ikichochewa na uwezo wa Open Network kuunganishwa na mifumo ya nje. Washindi wa kwanza, pili na tatu. Nafasi ya kwanza, Blind Lounge. Jukwaa la kijamii na uchumba linalozingatia faragha, ambapo watu huwasiliana bila kufichua utambulisho hadi pale wote wawili watakapokubaliana kuufunua. Nafasi ya pili, Starmax. Program ya uaminifu, loyalty app, inayowezesha pioneers kutumia Pi katika biashara shiriki na kupata point au zawadi kutokana na ushiriki wao. Nafasi ya tatu, Run for Pi. Mchezo wa kukimbia wenye mwendo wa kasi unaojumuisha Pi moja kwa moja katika uchumi wake wa ndani ya mchezo. Waliotajwa kwa heshima, Honorable Mentions: Kindrek, Workfleet for Pi, Palipay, SimpleJoy, Agora Pulse. Hackathon hii ilifanyika kuanzia Agosti 15 hadi Oktoba 15 na ilipokea zaidi ya miradi 215 ya mainnet iliyokidhi matakwa ya ujenzi wa mfumo wa mainnet. Hii inaonyesha juhudi na nia thabiti ya wabunifu kujenga apps zinazoweza kutumika moja kwa moja katika mazingira halisi ya Pi mainnet. Kwa kuwa hizi ni apps zilizojengwa na jamii ya pioneers, zitaendelea kuboreshwa hata baada ya mashindano. Baadhi ya vipengele bado vinaendelezwa na inaweza kujitokeza changamoto ndogo wakati wa matumizi. Kila timu inaendelea kufanya marekebisho na maboresho kulingana na mrejesho wa watumiaji. Pioneers wanaweza kuona miradi yote ya Hackathon kupitia sehemu ya Hackathon 2025 ndani ya mainnet kwenye ecosystem interface kupitia Pi browser. 1. Blind Lounge, mshindi wa kwanza. Blind Lounge imejipambanua kwa mbinu yake ya kipekee ya kuunda mtandao wa kijamii ndani ya mfumo wa Pi. Kwa kuanza mawasiliano bila kujua utambulisho wa mtu mwingine, app hii inapunguza hofu na msongo wakati wa kutafuta marafiki au wenzi. Mazungumzo na uchumba huanza bila taarifa binafsi, na taarifa za utambulisho hutolewa tu pale washiriki wote wawili wanapokubaliana. Kipengele cha Random Chat kinawaunganisha watumiaji bila majina, hali inayorahisisha mazungumzo ya mwanzo. App hii imeunganisha malipo kwa kutumia Pi, ambapo Pioneer analipa kiasi kidogo cha Pi anapotengeneza profile ili kupunguza spam. Kwa kuhitaji watumiaji waliohakikiwa utambulisho, yaani KYC, Blind Lounge inaleta eneo la kuaminika lenye uhusiano wa kweli kwa pioneers. 2. Starmax, mshindi wa pili. Starmax inaleta njia halisi ya kutumia Pi kwenye biashara za kila siku kupitia mfumo wa loyalty. Pioneers wanaweza kutumia Pi kwenye maduka shiriki kisha kupata pointi na tuzo. Biashara zinaunda na kubinafsisha mifumo yao ya uaminifu moja kwa moja ndani ya app, hivyo kuwafanya wateja kurudi mara kwa mara na kuongeza mauzo. App hii inaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kutumika kwa upana duniani kutokana na idadi kubwa ya wafanyabiashara wanaoendelea kujiunga na Pi.
Pi inaunda mazingira wazi na rahisi ambapo watu wanaweza kuingiliana, kufanya miamala na kukua pamoja. Starmax inawasaidia pioneers kugundua biashara zinazokubali Pi, kupata zawadi na kuunga mkono chapa bora. Kwa wafanyabiashara, inaunda injini ya ukuaji iliyo wazi inayotegemea mfumo wa zawadi, shukrani na uaminifu. Kadri chapa zinavyokuwa, pioneers wapya hunufaika na mzunguko huo huendelea kuimarika. Mshindi wa nafasi ya 3, Run for Pi, imejidhihirisha kwa kuonyesha matumizi ya wazi na ya moja kwa moja ya Pi katika uchumi wa michezo, ikilingana na msisitizo wa Pi kwenye sekta ya michezo ya mtandaoni. Wachezaji wanaweza kutumia Pi kununua boosters, kufungua levels, kushiriki kwenye prize pools na kushindana kwenye leaderboards, na hivyo kuunda mzunguko wa mchezo ambapo maendeleo na ushindani vinahusisha matumizi ya Pi. Mchezo una muundo rahisi wa runner game, muonekano mzuri na udhibiti rahisi unaowawezesha wachezaji kuanza haraka na kuendelea kufurahia. Ingawa aina ya runner game ni maarufu, nguvu ya Run for Pi inatokana na kutumia Pi kwa njia yenye maana, kuiunganisha na maendeleo ya mchezo, ushindani na motisha ya kurudia kucheza, pamoja na kutumia nguvu ya jamii ya Pi kupata watumiaji huku ikitoa burudani kwa pioneers. Pia, michezo ni jukwaa bora kutumia Pi Ad Network kupata mapato na kuunganishwa zaidi na huduma maksusi za michezo kwa ajili ya ushiriki na matumizi ya Pi. Timu ya Run for Pi inasema, app yetu ya michezo inalenga kuleta thamani halisi kwa pioneers kwa kutoa matumizi ya kweli ya Pi katika mazingira ya kuburudisha kupitia ushindani, leaderboard, ununuzi wa vitu vya mchezo na muda mrefu wa ushiriki wa kila siku. Lengo ni kuunda mzunguko chanya ambapo michezo inaleta matumizi ya Pi, matumizi yanaongeza ushiriki, na ushiriki unaimarisha mfumo mzima wa Pi. Waliotajwa kwa heshima, honorable mentions. Pi imetaja miradi 5 ya ziada inayotoa matumizi ya Pi na kuendeleza ecosystem ya Pi. 1. Kindred. Kindred ni jukwaa la kisasa la matchmaking na mawasiliano ya kijamii, likiwa na chaguo za mahusiano ya kimapenzi, urafiki na kazi. Limeunganisha malipo ya Pi na Pi Ad Network kwenye profile, mawasiliano na huduma za premium. Limejipambanua kwa kuwa jukwaa lililokamilika, la lugha nyingi na linalotumia Pi kuendeleza maingiliano muhimu ya kijamii. 2. Workflow for Pi. Ni jukwaa la tija na ushirikiano kwenye kazi linalotoa nafasi tofauti kwa timu, miradi na wateja. Linaonyesha uwezo wa kutoa huduma za kitaalamu ndani ya ecosystem ya Pi. Ingawa ujumuishaji wa Pi bado uko hatua za awali, mradi unaonyesha dhamira ya kuwezesha taasisi kufanya kazi ndani ya mfumo wa Pi. 3. Palipay, app ya kupangilia na kugawana malipo katika makundi ya marafiki au familia. Inafanya uhamishaji mdogo wa Pi kwa matumizi ya kila siku kama chakula, safari au matukio. Inajitofautisha kwa kuonyesha jinsi Pi inaweza kutumika katika maisha ya kila siku na pia kuchunguza njia za malipo ya B2C kwa makundi. 4. Simple Joy, jukwaa lenye maktaba ya michezo rahisi, ya bure na ya wazi, yani open source, inayopatikana mtandaoni bila usumbufu. Inatoa burudani nyepesi na rahisi kwa pioneers na inajipambanua kwa kutimiza mahitaji ya michezo isiyo na ugumu. 5. Agora Pulse, app ya kura na maoni inayowawezesha pioneers kuunda maswali, kupiga kura na kushiriki mawazo. Pia inajaribu kutumia Pi kuongeza ushiriki. Muundo wake ulio wazi unasaidia kuonyesha mitazamo ya jamii na kuangazia hoja muhimu kwa pioneers. Pi apps ni programu zilizotengenezwa na timu za watu binafsi, yani third party apps, na zinaweza kuwa bado katika hatua za maendeleo. Hazijatengenezwa wala kuidhinishwa rasmi na Pi Core Team, na hazina uhusiano wa moja kwa moja na Pi Network. Kwa hivyo, matumizi ya app hizi ni kwa hiari yako na kwa hatari yako mwenyewe. Kwa kutumia app hizo, unakubaliana kuwa Pi Network haiwajibiki na changamoto zozote zitakazokupata, ikiwemo masuala ya miamala, usalama wa data, uzoefu wa mtumiaji au upatikanaji wa huduma. Ikiwa utapata tatizo au una mapendekezo,
tafadhali wasiliana na timu za apps husika kupitia njia zao za kuripoti au kupitia jumuiya husika. Disclosure: ufafanuzi wa masharti ya tuzo. Ili kupokea zawadi na tuzo za hackathon, timu zote zilizoshinda pamoja na kila mwanachama wanahitajika kufuata masharti yote ya hackathon na kukamilisha KYC ya Pi. Ikiwa mwanachama wa timu au timu nzima watashindwa kufuata masharti au kukamilisha KYC, hawatastahili kupokea tuzo na wataondolewa kwenye orodha ya washindi. Na hiyo ndo taarifa kamili ya announcement kutoka kwa Pi Core Team kuhusu washindi wa Hackathon 2025 na miradi iliyotajwa kwa heshima. Kama unavyoona, ecosystem ya Pi inaendelea kukua kwa kasi kupitia matumizi halisi kwenye michezo, apps za kijamii, productivity tools, ujumuishaji wa Pi Ad Network na njia mpya za kufanya miamala. Je, ni mradi gani uliokuvutia zaidi? Tuandikie kwenye comments. Tunapenda kusikia mawazo ya pioneers kutoka kila kona ya dunia. Kama umefurahia video hii, like, subscribe kwenye official Hudai Pi updates, share video hii na toa maoni yako. Asante kwa kutazama. Tutaendelea kukuletea taarifa sahihi na za uhakika kila siku.